Karibu kwenye Nondo TV. Katika makao yake mjini Kinshasa na kupeleka nafasi isiyojulikana. Katika tangazo maalum ya hii siku ya mjini Kinshasa, mkusanyiko wa FCC unalazimisha kuacha na bila shurti kwa waziri wa zamani wa madini. Basi 400 za usafirishaji mjini Kinshasa Esprit de Vie zinazuiliwa tangu miaka 2 katika bandari ya kimataifa ya Matadi jimboni Kongo Central. Habari ilitangazwa na uongozi wa mradi huo unaoungwa mkono na Wizara ya Usafiri. Muungano wa mashirika utetezi wa madaktari na wafundi wa matunzo wa wanyama wa ufugo unapendekeza kampeni ya chanjo ya wanyama wale ifanyike popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni jibu kwa malalamiko ya wafugaji wanaoshutumu kushambuliwa na kuuawa kwa wanyama wa ufugo na magonjwa mbalimbali. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkusanyiko FCC Front Commun pour le Congo unashutumu kushikwa kwa mmoja wa wakuu wake, waziri wa zamani wa madini Martin Kabwelulu, katika makao yake mjini Kinshasa na kupelekwa nafasi isiyojulikana. Tangazo mkusanyiko FCC imejulisha kwamba huenda waziri wa zamani wa madini alishikwa na watu wenye silaha na kupelekwa katika gari ya aina jeep bila kujulishwa sababu yoyote na kupelekwa mahali isiyojulikana. Mbunge wa zamani Musa Kalema, moja wa wakuu wa mkusanyiko FCC na kiongozi wa chama Leader de Vertu Républicaine, anaomba Martin Kabwelulu aachwe huru sasa na bila shurti yoyote, na pia atolewe ahadi ya haki ya utetezi. Upande mwingine, waziri wa sheria alizindua siku ya 3 jumba la sasa la sheria la mji wa Kalemi jimboni Tanganyika. Ni jumba lililojengwa na shirika la PNUD katika mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa wa usaidizi wa matengenezo ya sheria kupitia fedha kutoka serikali ya nchi ya Sweden. Jumba hilo la sheria linapaswa patia matumaini wanaotendewa sheria, alijulisha Constant Mutamba katika masemo yaliyochukuliwa na kutafsiriwa na Pole Munanga. Que ce palais puisse aider également. Naomba mahakama hii pia isaidie kuinua ubora wa haki yetu ili watu wa Tanganyika na watu wa Kongo kwa ujumla wajikute katika ungawaji wa haki mjini Kalemi na katika jimbo la Tanganyika. Kwa hivyo watu hawapashwe kukwepa kwenda katika mahakama hii. Ni lazima iwe mahakama inavyohakikishia wale wanaotafuta haki, na hii itategemea mtazamo wa mahakimu na tabia zao za kila siku. Kila hatua mahakimu wanachukua lazima wahakikishie kuwa inaunga mkono matarajio ya idadi ya watu. Mahakama hii lazima iwe makazi ya wale ambao familia zao hazina majina, kama wanasema, kwa wale ambao hawana fedha kwa kukabiliana na haki. Mahakama hii inapaswa kuwa kimbilio la wanyonge. Hapa pia ni mahali ya kualika mahakimu wa jimbo la Tanganyika kuyatengeneza vema ili kuepuka kuyaharibu siku, wiki, miezi ijayo, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent. Uchunguzi wa ubunge. Kiongozi mkuu wa OVD alisikilizwa siku ya 3 na wanabunge wa taifa. Huyo alijibu kwa swali la mbunge wa taifa Doli Chilombo anayeshutumu uharibifu mkali wa mabarabara na mifereji mjini Kinshasa pamoja na mafuriko ya maji. Kiongozi mkuu wa OVD Victor Tumba alisema sababu ni ukosefu wa fedha kwa makazi ya ukarabati wa mabarabara. Hata hivyo, jibu hiyo haikufurahisha wanabunge wa taifa. Basi magari ya usafirishaji 400 kutoka mpango wa serikali ya jamhuri uitwao Esprit de Vie yanazuiliwa kunako bandari ya Matadi jimboni Kongo Central. Habari ilihakikishwa na kiongozi wa mpango ule unaoungwa mkono na Wizara ya Usafiri. Silva Lemba anasema ni tangu mwaka wa 2023 ndiyo shirika lake linasubiri basi hizo ajili ya kuzitumikisha katika usafiri mjini Kinshasa. Taarifa ya Asken Zigbiatayoro, usomi wa mshiriki wetu wa Kindu Florence Kizalunga. Kuanzia Machi mwaka 2023 hadi Mei mwaka 2025, mabasi 400 yaliyohojiwa yamekuwa yakilala katika gala la Matadi kwa miaka 2 bila kufuatwa. Silva Lemba Kisindu, mratibu wa programu ya Esprit de Vie, hawezi kurudi. Kulingana na yeye, kutolewa kwa mabasi haya kunahitaji malipo kadhaa kwa forodha. Kwa maneno wazi, kulingana na mwezi huyu wa Wizara ya Uchukuzi, ilikuwa hali ya Kongo ambayo iliamuru kundi hii la basi ni kwa serikali kulipa gharama za kusafirisha mabasi haya kutoka kwa mashua yao kutoka Korea kwenda Matadi, na zaidi
ya hayo kulipa ada ya kuhifadhi, kikwazo pekee ambacho kinazuia kibali kamili cha forodha cha magari haya. Baadhi ya wakaaji wa Kinshasa wanaofahamishwa juu ya uwepo wa mabasi haya kwenye bandari ya Matadi wamejiswali na kusema mara tu hiyo mabasi yakifika Kinshasa yatatembelea kwenye barabara gani? Punde walimu wa jimbo la elimu la Mai Ndombe ya 3 wataanza pokea mishahara yao kawaida na bila kuchelewa. Hatua hiyo inatokana na ombi na mkataba kati ya serikali ya jamhuri na muungano wa watetezi pamoja na shirika la malipo la Colombe. Kisha mazungumzo mjini Kinshasa, shirika hilo la Colombe lilikubali kusimika kituo chake jimboni Mai Ndombe kwa malipo ya walimu, jambo lenye kufurahisha kiongozi wa muungano wa watetezi wa walimu wa eneo hilo Giscard Mbukela, mwenye kushutumu kuchelewa kwa malipo ya mishahara ya miezi 2. Muungano wa mashirika ya utetezi wa madaktari na wafundi wa wanyama wa ufugo unadai kampeni ya chanjo ya wanyama wale itawanye katika taifa lote. Wakati wa mkutano na wapasha habari siku ya 3 mjini Kinshasa, kiongozi wa muungano huo alisema aliarifiwa na wafugaji wa majimbo yote kuhusu kushambuliwa na kuuawa kwa wanyama wa ufugo kutokana na magonjwa mbalimbali, kisha kuanzishwa na waziri wa uvuvi na ufugo katika majimbo ya Kwilu, Kwango, Kongo Central, Lualaba na Okatanga. Muungano huo unapendekeza miradi ya kupinga magonjwa ya wanyama wa ufugo yanayoambukia pia watu ifanyike popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mafasirio ya mtaalamu wa sekta hiyo Emmanuel Mugaruka. Ile kampani ni ya muhimu sana kwa kuona kulikuwa deja malalamiko ya wakaaji, wadongo, wafugaji wa manyama, ngombe, mbuzi, kondoo zaidi. Kuna malalamika juu manyama zao zilikuwa zinakufa, wajua juu ya nini. Juu tuona nani Ministeri ya Peshe Elevage ilijitahidi wanaita vaccine juu ya kunani ya kuweza kuzitunza zile zenye hazipata magonjwa, kuzikinga kwa ile magonjwa. Ndio walianza Kenge puisque ni malalamiko yalianzia ni Kenge na Kwilu, ndio tunaendelea kusema province. Magonjwa yako fasi yote. Pale ndio tulianzia beti, naomba kama tumalize ile kuvatiri ya Seng province na zingine zote zimekia na vile batupatie nani mwaye ya kuingia ingine vile province zenyewe zinabaki. Ndio kwa magonjwa zingine balita nani zoonoze. Ile zoonoze maana magonjwa inatoka kwa nyama inaingia kwa watu. Sasa nani monkeypox inatoka sana, nani rash nayo inatoka kunama inaenda kwa watu. Ebola ile magonjwa zote zinatoka zinaua watu. Na sharbo mtu akikula tu nyama yenyewe iko na ile sharbo anakufa mara moja na jamaa yake yote inasimika na kufa. Kwa kushiriki na kufaulu kwa kampeni hiyo, muungano wa watetezi wa madaktari wa wafundi wa wanyama wa ufugo unaomba kutolewa kwa malipo ya wafundi 5 wa sekta hiyo kutokana na mikataba ya mwisho yenye kuchelewa hadi sasa. Upande mwingine, wahanga wa mvua kali ya tarehe 9 hadi 10 mwezi huu wa 5 katika kijiji Kasaba mtaani Fizi wanatabu kwa kuanza maisha ya kawaida bila makao wala chakula na hata matunzo. Walitembelewa na waziri makamu wa mambo ya ndani, jambo lililo wafurahisha. Alisindikizwa huko na liwale wa jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na kiongozi wa mtaa wa Fizi. Mafasirio ya Sami Badibanga anatafsiriwa hapa na Florence Kizalunga. Tumeona hata maiti kadhaa ambazo bado ziko chini ya ardhi na harufu mbaya ambayo inatuonesha kiwango cha janga hili la kibinadamu. Sasa makamu wa waziri wa mambo ya ndani anayesimamia masuala ya kitamaduni amepana pole zake za rambirambi kwa familia zote zilizokumbwa na hiyo msiba. Alifafanua kuwa dhamira yake ilikuwa kuja na kutathmini sababu za uharibifu wa msiba wa asili na familia zilizotembelewa. Waziri aliahidi kwamba hivi karibuni ujumbe mkubwa na mkuu wa waziri wa mambo ya jamii utakuwa huko Kasamba kuleta msaada mkubwa wa kimsingi na sio chakula, ili kupunguza idadi ya watu ambao wamepoteza karibu kila kitu. Tunapata kijiji ambacho kinajaribu kuzaliwa upya kutoka majifu yake. Makamu waziri kwa niaba ya mkuu wa nchi anatoa pole za rambirambi kwa familia zote na mwisho ujumbe ulirudi. Hatimaye jimboni Kivu ya Kusini, mapambano makali yaliendeshwa siku ya 3 kati ya wazalendo na wanamgambo wa AFC M23 kando ya mbuga la taifa la Kauzi Biega mtaani Kabare.
Kinyume kuna ripotiwa na makundi ya wahami wapya. Wakaaji wote wa kijiji cha Kabushwa walikimbia eneo hilo. Peke yake ni wanamgambo wa AFC M23 ndio wanaonekana katika kitongoji hicho cha karibu wakaaji 10,000. Karibuni sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mwenzetu Elise Kavira. Radio Okapi. Invité en Swahili. Siku ya kwanza ya mwezi wa 5 ni siku ya kimataifa ya wafanyakazi. Ndio maana tunapokea leo kiongozi wa ujumbe wa chama cha watumishi wa umma kutoka Manyema. Kabumba Fungamali Fulgence anaonesha hali ngumu ambayo wafanyakazi wa umma wa Manyema wanatumika. Tumfate kwa microphone ya Florence Kizalunga. Bwana Kabumba Fungamali Fulgence, jambo. Jambo sana mama mtangazaji wa habari njema. Mnasherehekea sikukuu ulimwenguni ya haki ya wafanyakazi. Hiyo yamaanisha nini kwenu? Kwetu ni sikukuu ya furaha, sababu tuliipata ilikuwa kwetu muda wa kufikiri, wa kufurahi, wa kukula na kucheka. Ndio maana ya sikukuu yetu ya leo ulimwenguni. Paske haiko tu ya Kongo, ni ulimwenguni. Inchi yote ya ulimwengu leo biko na sherehe. Isingelikuwa kwetu tu. Sasa hiyo sikukuu ya furaha eti imeendelea kuwa sikukuu ya furaha kwenu? Hapana, ni ya uchungu na kilio. Hapa tuko natoa njoo machozi, atufurahi. Ndio sababu unaniona hapa niko kwangu. Pahali ya mikuwa tulipasha kuwa mafasi fulani ya kwenda na furaha. Kila mtu yuko kwake, sababu ni ya uchungu. Iko savile kilio njoo tu kwamba. Hata kilio bado wanekalaka fashi moja. Na nini ndio inaacha ikuwe kilio kwa siku ya leo? Serikali ya Kongo ndio inaharibu, inavunja sheria na haki ya mfanyakazi. Ni hayo ndio iko msingi wa hii magumu yote tuko nayo leo. Hiyo hali ya kuvunja haki ya mfanyakazi, hatuwezi kusema kwamba ni kupitia hali ambapo nchi yetu imepitia leo? Sio vile, vita haiko leo. Vita ilianza tangu zamani, leo ni miaka 13. Tangu wakati wa Mobutu tulikuwa na sherehe na vita iko tu. Ulaya vita iko, Iraq na nafasi nyingine yote ya nchi ya Afrika vita iko. Kwa nini leo biko na sherehe? Haiko kwetu. Ili ni sababu ya uongo, sababu kila hatua ndani ya budget hii ya leo na iko ndani. Haiko mambo ya vita, ni kusudi tu yenye wakubwa serikali hawapende kuifanya. Sasa tuambie namna gani, hata kama mko kumachungu, namna gani ama muhali gani wafanyakazi mnatumika? Hatutumiki muhali iliyo sawa, sababu heshima ya kuja kukazi haitakuwa. Sababu ya nini? Mahaki yote serikali haiwapatie watu. Ninakwambia sasa vile ya kujitembeza, mtu anaita Katako na hapa ni kilomita 7 kwenda na kurudia kilomita 14. Atatoka wakati gani? Na hii ukosefu wa usalama huko leo, akuje afike na saa 2 aanje kazi na arudie saa 10. Hakuna na miguu kila siku, mwaka kwa mwaka, haitawezekana wala haifanyike. Ni muhali moyo ya matatizo na magumu sana, ya uchungu mwingi mno, sababu mfanyakazi ndio tumaini ya serikali sasa hivi yetu ya Kongo. Mfanyakazi halipiwe mshahara. Natoka kusema tunapokea $100. Heshima ya $100 ndio pesa yenye mfanyakazi kunapokea. Bali benki kupokea ni wachache kwanza, tena pesa ndogo sana yenye haimsaidii mtu kuishi muda wa miezi 2. Hata matabishi yenye mtu anaweza kupata hatuipataki hata siku ya dawa. Natoka kukwambia hapa ya kwamba niko na miaka 31 katika kazi ya serikali hii. Hata siku ya dawa siyapataka matabishi, hata ya alfaranga lumoja. Bafanyakazi wala kupanda mapikipiki ya kutoka hapo uende kukazi na urudie kunyumba hatuipataki, wala nyumba ya kusema batakulipia hatuipataki. Ukagonjwa hakuna kutunziwa, ukafa hakuna kuzikwa. No, hakuna kitu hata kimoja. Tuko matatizo nguvu sana. Mfanyakazi kwa kweli ni mtesai wa kwanza sana mwenyeji yako. Na mishahara zenu mmeipata ama hamuipata? Hakuna hapa kwa kweli, niko nakwambia hatuyapokea mwezi wa 4 wenyewe unatoka mkumalizika. Hatuyapokea. Na ukiisherehe na hata kama tungelikuwa vizuri hatungeisherehe, sababu hatukupokea hata pesa ya mwezi wa 4. Hakuna watu wengi kwanza. Wengi wasiopokea ndio wako wengi kupita wenye kupokea. Na wenye kupokea wapokee kitu. Nadhani nikwambia asubuhi ya kama wenye kupokea wanapokea $100. 100 atafanya nini? Hata watu wazima hivi tulivyo $100. Na kwa wengine unajua namna gani wako napokea. Tumeona kwamba umeshutumu serikali ya Kongo kungambo yenu nyinyi wafanyakazi. Na nyinyi mambo yote ni sambamba kwenu ama kuna kuwa mambo ya kurekebisha? Kwetu ninajua ya kama kuna kwa uregevu wa kufanya kazi. Ile najua kwa sababu siwiti kusema uongo.
lakini ni kinyume kia ubaya wa serikali. Sababu we mzazi, wakati uko na watoto kunyumba, haujui kuwalisha, haujui kuwavika, haupende kuwasomesha, wale watoto wataingia kubumbaraga, wataingia kuwizi, wataingia kumambo kadhaa. Donc serikali kwa sababu haikujua kulea wafanyakazi wake, ndio sababu leo kazi haiendi sawa, kazi haitumikiwi kama vile inastahili. Msingi wa ile ni serikali ya Kongo. Yani serikali yakibadilisha mambo yote, tunawaza kwamba vitu vitatembea kama kawaida bila shida. Tazama mwaka wenye Laurent Kabila alipita, wakati alianza kulipa watu wanakuwa wanapokea ile madeni yote mwaka 2022, watu walianza kufika kwa kazi na saa 12 ya asubuhi na wanatoka paka saa inapoenea. Donc wakalipiwa vizuri, wakalelewa vizuri na serikali. Elewa kama kazi itaenda sambamba tena vizuri zaidi. Bwana Kabumba Funga Mali Fulgence, shukrani. Asante kwa kumtakazaji. Radio Kapi, dossier en Swahili. Wakaji wa Beni wana wasiwasi kuona mji unazidi kuwa mchafu. Wamoja wanasema kosa ni ya viongozi wa mji wanaohusika na usafi pia na mazingira, kwani wanakosa mikakati ya kufuatilia je kila nyumba inajipanga ili kutupa uchafu yao. Maelezo zaidi na Mark Marofimbo. Uchafu yatapanywa kunako mahali mamoja mjini Beni na hasa pembezoni mwa mito zinazozingira mji wa Beni. Matokeo yake ni nini basi? Benjamin Simoni ni mkaaji wa Beni, pia mkurugenzi mkuu wa shirika la JPCP. Magonjwa nyingi ambayo tunabaki nayo hapa kama malaria inatokana na vitu kama hivi. Kwani malaria waganga wanatuonesha kwamba inakuwa tu na sijui chemchem moja ama source ya malaria ni hiyo tu mustiki. Na mistiki fasi yake inaishi ni wapi? Inaishi kwenye mayalala, kwenye maji ambao hazitembei zinakuwa na uchafu. Ndo fasi ambao ni sisi peke tunafuga malaria kwetu. Kama unaenda kwa nchi kama Egypt, wamedeklare 0 cas de malaria. Hakuna tena malaria kwenye nchi ya Egypt. Yani ni wataratibu, wanakuwa wasafi. Kwetu ni shida kwanza ya hygiene, kisha inaleta madhara kwenye environment. Environment ni mazingira. Unapita unasikia harufu mbaya. Harufu mbaya inatokana na nini? Wameweza kutupa uchafu mahali ambapo haikuomba. Ni mahali ambapo watu watapita itawasumbua, imetatiza mazingira. Lakini inatokana na uchafu. Sasa nini ifanyike? Mnapenda kuwa sana pragmatic. Kile ambacho kifanyike ni yale ambayo ilikuwa ikifanyika kwa miaka 2000, 2002, 2005. Zaidi sana watu wa hygiene walikuwa wakipita parcel kwa parcel. Wanawauliza ni wapi mumechimba shimo ndogo ya kuweza kutia uchafu yenu humu ndani ya nyumba. Wakikuta hamuna hiyo mahali ambao ni pubel, mtalipa amana. Lakini leo haifanyike. Chumba cha kazi ya mazingira mjini Beni yaanza kujitahidi ili kutoa suluhisho kwa tatizo yale. Moiz Adirodu ni kiongozi wake mjini. Ninapenda niambie raia yote ya Beni ya kwamba unapasha kuwa na uchafu kwako, swati kwa butiki yako. Inaomba unaitia fazi moja ndani ya saki, na siku ya salongo 8h, 9h, 10h gari yetu ya meri itakuja na chukua uchafu pale na nepeleka kwa depotoire yetu, inakuwa Mavivi kwa quartier nzuma. Wakati tunasema kuweka pembeni ya barabara, wataiweka namna gani? Ndani ya nini kwa mfano? Gizi nilisema mesile journalist, unaiweka ndani ya saki, na saki ile unaifunga juu isitoshi tena harufu. Unaifunga mzuri na sisi tutahusika naye kuichukua mpaka kwa depotoire. Unapasha kuwa na uchafu kuanza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Una asenile tu, unafagia mzuri na unaweka uchafu ndani ya saki. Siku ya salongo sisi tutakuja kuichukua na kuitupa na kuipeleka mahali ya treatment, yani tunaita depotoire. Na ile depotoire inakuwa kwa mji wetu wa Mavivi kwa quartier Nzuma mu Villa Beni. Ifahamike kwamba tangu mwezi moja sasa kazi ya usafi ya kijamii maarufu salongo yaanza kukaziwa sana na mkuu kiongozi wa mji wala meya wa mji na viongozi wa mazingira wanaomshindikiza kwa uwezekano wake. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.